nafuatilia maisha yako. Mdogo wangu, sio kwamba nafuatilia maisha yako. Mimi nakupa ushauri tu na hichi kitakusaidia. Uchawi na ushirikina havikusaidii na havina maendeleo katika maisha yako. Bora ungesoma, ungekuja kumiliki hata gari. Hivyo vitu tunavyoviongelea utavisikilizia kwenye bomba. Achana na uchawi, hauna faida yoyote. Alafu kijiji hiki unataka kukipeleka wapi? We bado umri mdogo. Angalia watu wanavyoteseka. Wewe unaenjoy kweli katika kichwa chako? Unaona ni sawa? Kumbe unaongea sana Tamba mchana, nakutana usiku. Vipi kaka? Mbona mazingira haya? Mdogo wangu, nilikuwa naangalia maeneo ya shambani kwangu hapa. Ila hichi kijiji ni kizito. Blaza, sikuelewi. Mbona unajilaumu, unasikitika, unahuzunika? Nini shida kwani? Nini kilicho kukuta aswa? Mdogo wangu, marehemu baba yetu mzazi alituachia mali pamoja na mashamba.
ila tunapojaribu kuyaweka sawa nahisi kama tunakosea. Bro, sikufichi, kijiji hichi mtu anazikwa saa 10 jioni, asubuhi saa 12 anafufuka. Bro, we kuweza kijiji hichi itabidi kuishi kwa kupotezea tu bwana, kawaida. Lakini ukiwaza kaka, ukiwaza utapotea. Kama baba yangu mzazi alitafuta hii mali kwa jasho na damu, sintoondoka kijijini hapa mpaka niwang'oe na ning'oe uchafu uliosindikwa katika kijiji hiki. Ndugu zangu na familia yangu waishi kwa raha mustarehe kama vijiji vingine. Alafu nanifurahisha sana wewe dogo. Unajua wewe ni jeuri sana. Halafu jeuri yako ndio itakuja kukuponza. Kwenye kijiji hiki tutakuzika futi 6 kwa sababu huna akili. Hivi ni kitu gani ambacho wewe unaweza kukifanya cha kuweza kuondoa vigogo kama sisi kwenye hichi kijiji? Una uwezo gani wewe? Chunga sana tena, kuwa makini na hiyo misimamo yako isiyokuwa na faida. Mdomo siku utakuponza. Chunga sana. Vipi kaka? Mbona unanikimbia? Natisha sana au vipi yani? Siganiche. Tuongee. Kwani mpaka unishike mkono? Kwani una kosa gani kukushika mamangu? Wewe ongea, mimi nasikia. Kwani mikono ndio inaongea au mikono ndio inasikia? Basi punguza ukali wa maneno. Kiukweli mimi nimetokea kukupenda. Na sio kukupenda, tunahitaji wewe mke wangu. Wewe ni mwanamke mzuri. Kiukweli na mimi nimevutiwa kuwa na wewe. Nakupenda kweli kutoka moyoni. Hivi wewe Mgwale, huna hata aibu yani? Sinakuuliza wewe. Kijiji chote hiki kinajua kama mimi na mahusiano na Kadoda. Ina maana wewe ile swala ulifahamu? Tuongelee kuhusu mambo ya Kadoda, mimi naongea kuhusu wewe bwana. Kadoda ni nani? Kadoda si mshamba tu kama shamba lingine. Unaweza kunifanisha mimi na wewe Kadoda? Siganiche yule atakupa nini? Njoo kwangu, mimi nina hela, nitakupa kila kitu. Yule mshamba tu mlugaluga yule mlima mapela anakupa nini wewe? Mbona mjui mnaposaminika nyie? Yule anakupa nini yule? Hata 100 hana. Mgwale koma. Tena unikome. Unanielewa wewe? Ukitaka kuzungumza na mimi, nizungumzie mimi. Tena siku nyingine usije ukaniita afu kaongelea upuzi wako. Na ukirudia tena kumzungumzia Kadoda, mimi na wewe tutakosana. Fata mambo yako, angalia maisha yako. Wewe unajua tunachopiana mimi na Kadoda? Mpaka leo useme eti Kadoda hakufai, sio mwanaume gani, sio kitu gani? Wewe anakuhusu nini yani? Anachonipa Kadoda na kijua mimi. Sijui unanielewa vizuri? Alafu, hebu jiangalie kwanza wewe mwenyewe ulivyo. Wewe unafanania kuwa na mimi? Jiangalie, unafanania kuwa na mimi? Tafuta taipu zako, mimi sio taipu zako. Unanielewa wewe? Nenda kawatafute hao walugaluga wenzio. Unanisikia wewe? Mimi sio taipu yako. Tena siku nyingine uangalie maneno yako ya kuongea. Ukome kabisa. Kwanza wewe kaka, nilikuwa nakuheshimu sana. Lakini leo kwa hiki ulichokifanya, tena ukiniona sitaki hata salamu yako. Nipite kama hunijui. Nafikiri utakuwa umenielewa. Siku nyingine usije ukarudia kumzungumzia Kadoda vibaya. Wewe. Hey. Wewe nini unajiona mzuri hapa kijijini? Kwa uzuri gani unakopo nao? Mimi mwenyewe kwa nakujaribu tu, kwa nataka nipite tu kama anavyopita kwa wengine basi. Wenyewe mbele utingishiki, upo tu.
Kadoda. Azna mpenzi wangu. Niambie Malenda mpenzi wangu. Hivi unatambua kwamba Malenda anakupenda sana? Malenda anakupenda sana. Bila wewe Malenda hamna kitu. Wewe ndo unafanya Malenda aonekane. Wewe ndo unafanya Malenda apambane. Nakupenda Azna. Nakupenda Azna. Sitamani hata siku moja uje unisaliti. Ukija kunisaliti nitaumia sana. Moyo wangu hautakuwa na amani kwa sababu yako. Nakupenda. Kwa hilo usijali, naondoa hofu kabisa. Kwani ndio mwanaume pekee ambaye upo katika moyo wangu. Nakupenda milele. Na nitakupenda milele. Kweli? Baby. I love you. Love you too. Wenyewe odi. Odi. Nani? Mimi mpita njia tu, na shida, naomba maji ya kunywa. Kumbe wewe. Haya, subiri, nakuletea maji. Shika maji, Yesu ndio alikuwa anataka maji. Shika. Uko mzima unaogopa watoto. Tafinya na wachawi wa himaya hii. Siganiche. Nafahamu fika unafahamu ni jinsi gani ninavyokupenda. Kadoda, tatizo lako uaminiki. Ukisema siaminiki utakuwa unakosea. Ingalikuwa na kuonyesha vitendo utakuwa unanikosea. Yaani mimi hata sikuamini. Na mimi nakupenda pia. Nimefurahi kusikia hiyo. Furahi. Nyie vijana, hivi nyinyi hamna adabu eh? Kwani mimi na nyinyi leo tulisalimiana? Okay, hebu tuachane na hiyo kwanza. Nyinyi wawili mpo kwenye mahusiano? Kama unavyotuona. Na mna enjoy wenyewe? Sasa basi, nisikilizeni vizuri. Neno langu mimi hapa kijijini ni sheria. Ninapolisema sitaki lipingwe. Kuanzia leo sitisheni hayo mahusiano yenu. Hilo swala haliwezekani. Alafu wewe Siganiche, usijifanye uelewi huko. Yaani wewe upo kama hilo jina lako, yani upendeki. Una matatizo gani wewe binti wewe? Kadoda Lunenge. Umenielewa? Toa mkono wako papa. Kwa nawe Kadoda unakubali tu. Kadoda, wewe ni msikivu sana kwenye masikio yako.
na ndio maana katika vijana wa hapa kijijini wanaoishi maisha bila usumbufu, bila kusumbuliwa, wewe peke yako. Na hiyo yote ni kwa sababu ya usikivu wako. Ndio maana nakupenda kijana wangu. Yaani upo kama baba yako marehemu Juma Lunenge. Alikuwa mwenyekiti wetu yule zamani. Tuliishi kwa kupendana mimi na yeye. Tulikuwa marafiki sana na baba yako. Na wewe unafuata nyayo zile zile za baba yako za usikivu. Wewe Siganiche, kile ambacho nilikwambia siku ile bado kipo kwenye akili yangu, bado ninakifikiria vizuri tu. Na wewe usijisahaulishe basi. Yale niliyokwambia siku ile, ishi nayo kwenye akili yako. Tena libaki kwenye kumbukumbu zako. Kwa hiyo Kadoda, umeamua kabisa kumsikiza yule mzee? Siganiche, ina maana umfahamu huyu mzee? Kila mtu anamwogopa hapa kijijini. Huyu mzee ni hatari. Kadoda, kwa hiyo unaamua kuvunja penzi letu kwa ajili ya maneno ya yule mzee? Itabidi nisitishe kutetea maisha yangu mimi. Yaani mimi unanichanganya. Kadoda! 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 We Kadoda! Kadoda! Hem, nisubiri kwanza jamani. Wewe Kadoda! Mambo poa. Karibu. Naona umekuja kwetu. Kadungu yupo? Dada yupo, ila nakuomba kidogo, kabla hujaongea na dada, naomba muda wako kidogo niongee na wewe. Ujue wewe ni mwanamke mzuri sana. Tangu siku ya kwanza nilipokuona nilikwambia hilo, na kadri siku zinavyokwenda ninashindwa kuvumilia na kuwa kimya. Tafadhali nakuomba, kama utaweza nifikirie tena. Nakuomba nafasi moja tu katika maisha yako. Hivi unajua kwamba unatafuta matatizo? Dada, kumpenda mtu sio kosa. Kosa kumlazimisha mtu akupende, na ndio maana ninakuplease. Siko hapa kwa ajili ya kukukwaza. Nimeomba tu, nimeshindwa kuvumilia mpaka hapa, nimekusimamisha tena. Ulinijibu, lakini ukiona mpaka nimerudi kuongea na wewe tena kwa mara nyingine, jua moyo wangu umeshindwa kutulia na kuvumilia. Please, nakuomba nafasi moja tu.
Sikuzani chambo. Niambie. Mambo mdogo wangu. Poa, niambie. Safi. Afadhali hata nimekutana na wewe hapa. Kuna kitu kidogo niko nataka nikushauri. Ukiwa kama mdogo wangu. Nakusikiliza, niambie. Wewe umeshiishi mjini sana. Mimi ninachoelewa watu wa mjini wanakuwaga waelewa sana, alafu wajanja wajanja. Ila sasa wewe mdogo wangu, kwa nini usiachane na hiyo tabia yako ya ushirikina, ukafanya vitu vingine ambavyo vitakuletea maendeleo? Umemaliza? Samahani kama nitakuwa nimekukwaza, ila tu nimeona nikushauri kwa sababu nakupenda. Umemaliza? Karibu. Mambo. Habari. Tena Shoga yangu nakuona tu na kaka yangu pale mnavyojichekelesha. Tena wewe mwenzangu ndo unapigwa saundi. Wewe tena unajilegeza. Yaani unaonekana kabisa kama mambo yanaelekea kuwa safi. Sasa mimi binafsi mwenzenu mimi sitaki mambo hayo. Yaani sitaki mnitafutie matatizo kabisa. sasa mimi kosa langu liko wapi? Nimekuja hapa nina shida na wewe. Yeye kanipokea, ana mazungumzo na mimi. Nimemsikiliza kisha nikaja zangu huko. Sasa wewe tatizo naona tongozwa na umejilegeza legeza. Kumbuka mimi wewe kaka yangu hapa tuna tatizo limeshatokea. Sasa hivi tena tunataka kuongeza matatizo, ufikiriage shoga yangu. Na wewe ndo nakutegemea kama mshauri wangu tena unataka kuniangusha. Usinitafutie mabalaa. Kadungu shoga yangu. Mimi siwezi kutoka na kakako. Ila tu naomba ukae uzungumze na kakako. Mimi nishazungumza naye pale na nishamjibu. Kwa kazi kwako. Sasa na wewe ndo ujikaze. Yaani anapokuita nawe mkazie wa mbuzi. Yaani unavyojilegeza tu yule unampa nafasi. Mimi mwenzenu yani nachoka na isikuzimia zimia. Safari hii ndo anakufa. Hebu tuachane nayo. Alafu naomba nikuulize swali. Kwani kakako hajaoa Kakangu hajaoa. Na mimi ndo kanituma hapa nimwangalizie binti mzuri hapa kijijini wa kumuoa. Kashachoka kwa watu wa mjini mikopele, mikucha tena wafue afanyaje anataka mchapakazi wake akikaa naye haka. Sasa na mimi sasa ninavyoona wewe na yeye unanichanganya. Hivi unadhania shoga yangu mzee Ng'omwa mara pa kasikia wewe unatoka na mdogo wangu. Jamani. Unataka nibaki peke yangu wenzenu vifo hivi vimevichoka. Sawa, nimekuelewa. Mimi siwezi kutoka naye. Mimi nimekuja hapa kwa sababu yako. Mimi nitaongea naye. Ila nawe naomba tu mkazo. Ani sitaki kabisa. Wewe cheka ukweli ndio huo. Achana naye bana. Haya. Kama kawa. Upo kaka? Uhakika. Makawa kaka, ni kitambo sasa ama nini? Cha kwanza pole sana kwa maswaibu. Acha na hiyo story kaka. Maswaibu wale makubwa sija katokea tena. Oa, vipi shemeji yako Mabweni? Shemeji yangu Mabweni yupo. Yupo mzima wa afya. Ila sasa hivi anaishi na Marenda. Yaani anaishi naye kivipi yani? Kamuoa au anaishi naye kama mchumba? Mbona sielewi? Kamuoa kabisa.
Kaka, unataka kuniambia amemuoa kwa ndoa au ni Kamuoa basi tu yani anaishi naye? Kamuoa kwa ndoa. Kaka, mbona unanichanganya tena bro? Inasadikika uwe mtoto ni wa kwako. Maana kafanana na wewe, ila watu wanaficha ficha tu, si unajua, lakini mtoto ni wa kwako. Kaka. Basi sikia, nitaenda kuongea naye. Mimi mwanangu, mimi naingia mbele huko, si unajua tena morning. Baba, haina kabaya. Uhakika Haina kabaya kabisa. Stendia ila yenyewe. Hivi unafikiri unaweza kucheza na wakubwa zangu? Wewe ni mtoto mdogo sana. Chunga mdomo wako. Sikuzani ni wewe kweli? Ndo mimi. Wewe si ulielekea huko? Hivi kwa nini unapenda kufuatilia maisha ya watu? Kwa nini unapenda kufuatilia maisha ya watu? Sasikia, ninakupa onyo, usipende kufuatilia maisha ya watu, na hili ni trailer, bado mkanda wake. Mpenzi wangu, mbona siku hizi sikuelewi? Naona yale mahaba ni uwe yamepungua. Kulikoni kwani? Wewe hujui sababu? Ndio maana nikakuuliza, kwa sababu mwenzangu mwanzo nilikuwa na faidi kweli, lakini sasa hivi kiukweli mimi sifaidi bwana. Hebu niambie shida nini bwana? Kwani hujui kilichosababisha? Kama ningelikuwa najua sababu, nisingekuuliza. Maana ya kukuuliza ni kwa sababu nataka kujua umepatwa na nini mpenzi wangu, siku hizi sikuelewi. Sababu ni ule mkeo. Mke wangu amefanya nini tena?
mimi na wewe tulikubaliana, tulikuwa kwenye makubaliano kwamba mimi ili niwe na wewe nimuue mume wangu. Hicho kitu cha kwanza nimepata hasara ya kumuua mume wangu. Baada ya hapo mimi na wewe tuwe pamoja, ukaenda kuoa mwanamke mwingine. Baada ya mimi na wewe tufunge ndoa kama tulivyokubaliana, ukawa na mwanamke mwingine. Kwa hivyo mimi kwa sasa hivi sifai, naonekana mchepuko, naonekana yani sina maana kabisa. Kwanza swala la wewe kumuua mume wako, si umepata cheo? Nimekuongezea kacheo hako akakutoshi eh? Haujapata hasara, umepata cheo tena, nimekuweka katika nafasi nzuri, we msaidizi wangu eh? Lakini pia swala la kumuoa yule mwanamke, wewe unajua kwamba mimi nimemuoa yule kwa sababu ya ile nyota yake eh? Ninapokuwa na yule mwanamke nguvu zangu zinaongezeka maradufu. Wewe hujui kwani? Mimi nachokihitaji ndoa. Nataka umuue mkeo kama mimi nilivyomuua mume wangu. Hayo ndio makubaliano. Sio mambo ya vyeo hapa. Tumekubaliana nimuue mume wangu tuwe na wewe. Sasa cha ajabu naona mambo yote yanadidimia sehemu moja tu. Mapenzi yote sehemu moja tu. Afu kwangu mimi unataka ndo mapenzi uyaone yako mubashara, wakati kule mubashara yako kwa hiyo unapeleka kule. Ninachokihitaji yule tumuue ili nibaki mimi na wewe kama tulivyokubaliana. Yaani hapo swala la kumuua mke wangu? Si unaona? Kwa hiyo kuhusiana na yule mwanamke likizungumzwa jambo la hapa unasema mambo yamebadilika. Sasa hapa naongea kama mwanamume. Wewe utabaki kuwa bi mdogo na yeye atabaki kuwa bi mkubwa. Hilo jambo ndo ambalo mimi nalikataa. Mimi kwa sababu sio bi mdogo. Mimi na yule alianza nani? Ulianza wewe, lakini sasa labda nikwambie kitu kimoja. Siku zote gari bovu linavutwa na gari zima. Wewe tayari ushaanza kuzeeka hapo. Yule mtoto mbichi. Unadhani hata show zenu zinafanana? Ni vitu viwili tofauti. Huku nakula nyama ya ng'ombe aliyekuwa kazeeka na kule nakula nyama ya ndama, vitu viwili tofauti, japo kila moja ina ladha yake. Lakini sasa kule mimi napata hamsha nyingi. Kwa nini nimuue mke wangu? Hilo swala bwana haliwezekani. Sasa kama yule mtoto mbichi mimi maji ya jioni, hapa tukubaliane kitu hichi. Mimi maji ya jioni nataka nibaki kuwa wewe kama mkuu wangu. Basi nitafute mwanamume mwingine maji ya jioni mwenzangu ambaye ataweza mimi kunioa. Alafu wewe ubaki na yule ambaye ndio unamuona ndio maji ya asubuhi ya mchana. Mimi ya jioni nitatafuta mwanamume mwingine kunioa. Kwenye kazi yetu tutabaki mimi na wewe, mtu na mkubwa wake, na sio na mtu na mpenzi wake. Hilo haliwezekani. Hilo jambo unaloliwaza libaki tu kwenye mawazo yako, lakini usijaribu kulitekeleza, kwa sababu kama utatafuta mwanamume mwingine, huyo mwanamume nitamkata ndani ya sekunde hii moja tu hii. Sasa kama hutaki, basi na mimi sitaki kuwa mchepuko. Nahitaji kupata ndoa. Hivyo uwa mkeo, tuoane mimi na wewe. Umenielewa? Unafahamu yule binti yule Sikuzani Chambo? Sikuzani Chambo? Yaani kanichanganya. Nimekutana naye huku kavaa nguo nyingine, mara huku yupo vingine. Yaani kanivuruga kabisa. Yaani kanichanganya. Mpaka nitasema. Usijali mpenzi wangu. Mbona vitu vya kawaida hivyo? Usijali.
Naogopa. Unashangaa nini sasa? Bado hujasema na utasema. Unapenda kufuatilia mambo ya watu? Mambo yenyewe ndo haya. Vipi dada? Umegoma sana chumba chako hapo hujafungua. Kumbe Dada, nilikuwa naongea naye tu kidogo. maongezi gani chumbani? Afu wewe shoga yangu na wewe kuna kitu nakitafuta wewe. Mimi nishawaambia sitaki malawama hapa na watu wazima. Dada, sasa mbona unamwambia tena kama hivi? Unajua utamrudisha moyo wake nyuma. Shoga yangu, kiukweli kabisa mimi mwenzio siogopi, kwa sababu najikuta tu kwa sasa nampenda kaka yako. Kwa hiyo mimi sielewi, atanifanya chochote anavyotaka, lakini sielewi. Wewe hivyo umjui yule mume wako? Mimi mnatafutia balaa jamani. Lakini sasa utamponza kakaangu. Dada, nife mara ngapi? Hapa tu wenyewe nishakufa. Haya shauri yenu. Mwana kulitafuta mwana kulipata. Kadu, wanasema maji ukiyavulia nguo shati uyaoge, na mimi ndio nishayavulia. Waacha wewe. Dada, sijui umekuja kukesha, manake mimi nimeita hapo, nimeita watu kimya. Mwenzangu mlikuwa mnashindua hata kuniambia basi stop kadi mbili. Dada na wewe. Sister, naomba nimsindikize basi kidogo. Unamsindikiza wapi? Naomba ishia hapo getini. Ya uko nje sitaki kabisa. Sijui unanisikia? Nimekuelewa dada yangu. Wewe ishia getini. Kadoni. Wewe ndio mtu wako mko hapa ndio. Mimi nichanganye. Sasa unakuja kule. Ni wapi? Wewe Kadoda kweli? Ndio, ni Kadoda. Nimekaa kwa muda mrefu. Mimi nichanganye. Ndio. Unachunguza nini? Wewe Njoka ya. Njoka ya. unaogopa nini? Nilikuwa nakufunza tu. Mimi nasipenda kufuatilia maneno ya watu. La sivyo, nitakuja nikufunge huo mdomo wako. Usiongee maisha yako. Unashangaa nini? Toka hapa.
Unashangaa kuja kulala maporini na ni mbali. Mimi ndo ninakuleta uje ulale maporini. Basi. Nyamaza. Basi. Bwana. Unataka tukae kwa mama yako? Basi njoo. Chukua mwanangu. Au jana alikuwa sana ugali? Hamna, wewe sio kama muda wote maana nakupata.